Watukufu wa Islam, mitajwa na mmoja katika baadhi ya ulama, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Ibn Rajab al-Hanbali kwenye kitabu chake akisherehesha hadithi za Imamu Nawawi Jami' al-Ulum wal-Hikam fi jami 50 hadithi min jawami al-kalim, akisherehesha hadithi ya Abdurrahman bin Mas'ud aliyotaja Mtume wa Mwenyezi Mungu kuumbwa mwanadamu. Alipokuja akataja kisa cha sada min sadati tabi'in, akifanya waqfa wa muhasabatu nafsi, kuingia kwenye kituo cha malezi ili afanye mabadiliko. Fakana yutawilu min qiyami al-layl, ilikuwa akirefusha kisimamo cha usiku, na kukichomoza alfajiri alikuwa akishika ndevu zake na huku analia akisema, akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma alimta sakina aljanna min sakini an-nar, e Mola wangu wa haki, e Mola mlezi, alimta sakina aljanna min sakini an-nar, unawatambua waja wako watakaoingia peponi na waja wako watakaoingia motoni. Fa fi ayi daraini manzilu Malik, Mola wangu Malik bidinari atakwenda wapi? Allahumma akhbirni fi ayi zawiya min zawaya jahannam, e Mola wangu niambie ni eneo gani mimi utakwenda kunipeleka. Hii ni wakfa ya mtu anafanya ibada lakini bado anakuwa na hofu. Hivi mnajua watukufu wa Islam, ndani ya masiku 10 haya, masiku ya kipekee, masiku bora, kuna mtu yanapita kama vile hakuna lolote duniani. Allah Mwenyezi Mungu amechagua baadhi ya watu sasa hivi katika viwanja takatifu. Wewe Allah amekuchagua, upo hai, umzima wa afya, alafu masiku 10 yanapita kama vile ni masiku hayakuhusu. Ndugu yangu Muislamu, aina waqfa tarbawia katika nafsi yako? Na kama wataka ufanye mabadiliko, kuna vigezo vya kufanya mabadiliko. Mojawapo ni kuanza kujifikiria maumbile ulipoumbwa. Mwenyezi Mungu anauliza, ya Rab, ashaqiyun am sa'id? Mwenyezi Mungu tayari nishampuliza roho kama ulivyoniamrisha, ni mwema huyu kiumbe ni mwema, ashaqiyun am sa'id? Thumma yunadi Allah, kisha Mwenyezi Mungu atanadi bima shaa, anavyokujua wewe, innahu minas suada, huyo ni mja mwema. Fayuktabu lahu as-saada ila liqaih, anaandikiwa wema mpaka anakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama Allah alikuumba, alikutambua ni muovu, akinadi shakawa, basi itakuwa ndama mpaka siku nakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على النبي الذي أعطي جوامع الكلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، وقفة ثانية من وقفات التربوية والتغيير، وقفة محاسبة النفس.
ni wakfa wa hivi vipindi vikipita, mawasimu zamani wal makan, vipindi vya kheri vya maeneo au vya nyakati, watakiwa ujihesabu, huku ninakokwenda ndiko? Hivi ninavyofanya ndivyo? Ni kweli namkusudia Mwenyezi Mungu katika kundi la waja wema na mimi nimo? Muhasabatu nafs. Qala Ibrahimu Taimi rahimahullah, mathaltu nafsi kaannani udkhiltu aljanna, nimeifananisha nafsi yangu nimeingizwa ndani ya pepo. Akulu min thimariha wa ashrabu min anhariha wa uaniqu abkaraha, nimefananisha nafsi yangu kama nimeingizwa peponi, na kula matunda ya peponi, na kunywa maji katika mito ya peponi, na nimeozeshwa na Allah wanawake wazuri wengi. Thumma mathaltu nafsi annani udkhiltu an-nar, kisha nikaichukua nafsi yangu nikaifanya kama nimeingizwa motoni. Akulu min zakumiha, ninakula miti ya miba. Wa ashrabu min sadidiha, na ninakunywa maji ya usaha. Wa ualiju aghlalaha, na naminyana na manyororo ya moto. Fakultu linafsi ayu shay'in turidin, nikaambia nafsi yangu wataka nini? Qalat an uradda ila dunya fa'amalu saliha, natamani nirejeshwe duniani nifanye matendo mazuri. Fakultu laha anti fi umniyati dhalika fasna'i, sasa hivi una nafasi, jitume. Kama watamani urejeshwe, sasa hivi upo duniani, jitume kufanya matendo mazuri. Watukufu wa Islam, mlango wa tauba, ili ujafanyie muhasaba kwanza, uanze kujihesabu nafsi yako vizuri. Hata misimu ya kheri hii, kama hautojifanyia muhasaba, nataka nini, naelekea wapi, hauwezi kuitumia vizuri. Bali inawezekana hata usishangae misimu ikakupitia bila ya kuweza kujali. Anasema Ibn Rajab al-Hanbali kwenye kitabu chake Lataiful Maarif, ametoa mfano wa ajabu sana. Akasema kiumbe yoyote ambaye anapitiwa na misimu ya kheri, alafu kiumbe huyu asiweze kufaidika na kipindi hichi, inahesabika ni kama mti ambao usiozaa wakati wa matunda. Faya tuqta thumma tuhraqu binnar, unakatwa na kuchomwa moto kafanywa mkaa. Hivyo hivyo hata mwanadamu anapopitiwa na misimu ya kheri, alafu asiweze kufaidika nayo, mwisho wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni kuweza kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, kuna baadhi ya vitu mwanadamu atakiwa viangalie, na katika mambo makubwa atakiwa mtu aweze kuyaangalia ni kuweza kujifanyia muhasabatu nafsi, aweze kujihesabu ili apate usalama mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kishki TV, nuru ya dini yako.